Ndugu mkulima, hebu tuongee ukweli. Unajituma kweli kweli. Unaamka kabla jua halijachomoza, unarudi nyumbani jua limeshazama. Lakini mwisho wa mwezi ukiangalia kwenye vitabu vyako vya hesabu, hamna kitu. Pesa inaingia na kutoka, faida huioni. Yaani ni kama unajenga nyumba ya mchanga baharini. Sasa leo nataka tukuonyeshe ukweli mchungu. Kwa nini licha ya jasho lote bado unapata hasara? Hili sasa ndilo swali la milioni. Unatoa jasho, unaweka mtaji wako wote, lakini shamba lako la ndizi badala ya kuwa ATM limekuwa shimo la kuteketeza pesa. Umeshawahi kujiuliza inakuwaje jirani yako pale anavuna mikungu ya kilo 30 na wewe kwenye shamba lile lile, ardhi ile ile unapata kilo 10 tu? Jibu ni rahisi kuliko unavyofikiria. Lipo kwenye makosa madogo madogo ambayo huenda unayafanya kila siku hata bila wewe kujua. Okay, tazama hii picha kwa makini. Hilo jani, hilo sio ugonjwa tu. Hiyo ni picha halisi ya mtaji wako unaungua. Kila baka unaloliona hapo, fikiria ni noti ya 10,000 inapotea. Kila jani linalonyauka ni faida yako inayeyuka hewani. Inabidi tuongee lugha ya kibiashara hapa, sio tu ya ukulima. Basi, bila kupoteza muda, twende moja kwa moja kwenye kiini cha tatizo. Tutachambua hasara inakoanzia pale pale shambani kwako. Hapa ndipo penye tatizo kubwa. Wengi wetu bado tumekwama kwenye kilimo cha mazoea, kile cha babu alikuwa anafanya hivi. Lakini dunia imebadilika. Kilimo biashara cha kisasa, kinachotumia sayansi, kinaweza kukupa mavuno mara 2 au hata mara 3 zaidi kwenye eneo lile lile unalolima leo. Yaani, unaacha pesa nyingi sana shambani, pesa ambayo ingeweza kusomesha watoto, kujenga nyumba bora na kubadilisha maisha yako kabisa. Sawa, tuende kwenye kosa la kwanza kabisa. Hili ni kosa ambalo naweza kusema linaua mitaji ya wakulima wengi kimya kimya. Ni kupuuza nguvu ya udongo. Fikiria hivi, huwezi kujenga ghorofa kwenye msingi wa nyumba ya udongo, na huwezi kupata faida kwenye kilimo kama ujali udongo wako. Tazama hizi namba. Hii sio kemia ya darasani, hii ni hisabu ya faida na hasara. Hapa tunaona udongo unaotengeneza pesa na udongo unaoua mtaji wako. Angalia hiyo pH. Ikiwa chini ya 5.0, unaweza kumwaga mbolea hata lori zima, ni sawa na kumlisha mgonjwa aliyefunga mdomo wake. Mmea hauli. Pesa yako yote ya mbolea inapotea bure. Hebu sikiliza kisa hiki cha kweli. Mkulima mwenzetu kule Morogoro alipoteza ukuaji wa miaka 2, yani miaka 2 ya jasho, matumaini na mtaji imepotea, hasara ya milioni. Na unajua nini? Yote haya yangeweza kuepuka kwa kipimo cha udongo cha 100,000 tu. 100,000 tu ingeokoa milioni. Huku sio kukosea, huu ni uzembe wa kibiashara. Sasa nakuuliza wewe, je, na wewe unafanya uzembe huu kwenye shamba lako? Sawa, tuachane na udongo, twende kwenye kosa la pili. Hili nalo ni tatizo kubwa na linafanywa na wakulima wengi sana. Naliita vita ya machipukizi. Na ni vita kweli, kwa sababu usiposhinda vita hii, umeshapoteza faida yako. Kitaalam tunaita desuckering, lakini wengine wanaita kupunguza machipukizi au kupalilia shina. Sasa sikia, hili sio jambo la hiari, ni sheria, ni lazima. Kuacha machipukizi mengi ni sawa na kuwa na duka lenye wafanyakazi 20 wakati unahitaji 3 tu. Wale 17 wengine wanafanya nini? Wanakula faida yako bure. Hapa sasa ndipo utaona tofauti ya mchana na usiku. Shamba la mazoea lina machipukizi 6 mpaka 10. Matokeo, mkungu wa kilo 8 labda 12. Shamba la kitaalam lina machipukizi 2 au 3 tu. Matokeo, mkungu wa kilo 25 mpaka 35. Yaani, ni uamuzi wako mwenyewe kupata kilo 8 au kilo 30. Ni uamuzi wa kuwa maskini au kupata faida. Na haikugharimu hata shilingi, inahitaji nidhamu tu. Tazama picha hizi mbili. Huna haja ya kuwa profesa kuona tofauti. Upande mmoja unaona msitu, fujo, magonjwa na matokeo yake ni umaskini. Upande wa pili unaona mpangilio, afya na mikungu mizito. Matokeo yake ni faida. Swali ni rahisi sana. Shamba lako liko upande upi? Jibu lako linaamua kama utalipa ada ya shule kwa tabasamu au kwa mkopo. Sawa, hayo ni makosa mawili tu makubwa, lakini orodha inaendelea. Hebu tuyapitie haraka haraka makosa mengine ambayo yanakutafuna bila wewe kujua. Unanunua miche bila kujua chanzo chake,
unaingiza magonjwa, unapanda kwa kubananisha kwa tamaa, unapata mikungu chepe chepe. Unaona dalili za ugonjwa kama sigatoka, unapuuza. Unashindwa kuegemeza migomba, upepo unavunja mikungu yako. Halafu mwisho wa siku unamuuzia dalali anayekuja getini kwa bei anayoitaka yeye. Unajiona? Huu ni mzunguko wa hasara ambao lazima uvunje. Okay, baada ya kuongea huu ukweli wote mchungu, nataka nikupe habari njema. Kilimo sio lazima kiwe chanzo cha maumivu na hasara. Ukweli ni kwamba kilimo si kazi tu, ni biashara. Na ni biashara inayoweza kulipa vizuri sana. Swali pekee ni je, uko tayari kukifanya kama biashara? Na kama uko tayari, basi hapa ndipo tunageuza ukurasa. Tumechambua matatizo ya kutosha. Sasa tuangalie suluhisho la kibiashara. Suluhisho lenyewe ni hili hapa. Tumekusanya uzoefu wa zaidi ya miaka 20 shambani, sayansi kutoka vyuoni na mafunzo kutoka kwa wakulima waliofanikiwa na hata wale waliofeli. Na tumeweka kila kitu kwenye mwongozo huu mmoja unaoitwa Kilimo cha Ndizi Tanzania. Hiki sio kitabu cha hadithi. Hii ni ramani ya kukutoa kwenye hasara na kukupeleka kwenye faida. Ndani yake utapata kila kitu, kuanzia aina 10 bora za ndizi za biashara hapa Tanzania, ratiba kamili ya mbolea na dawa, mbinu za kupunguza upotevu wa mavuno kwa 30%, hadi jinsi ya kuchambua soko na kuuza kwa bei ya juu. Yaani, utajifunza kuuza kama bosi, sio kama ombaomba. Sasa, uamuzi umerejea kwako. Unaweza kuendelea na mazoea na kuendelea kupata hasara ile ile. Au unaweza kuchukua hatua leo, sasa hivi, na kuanza safari ya mabadiliko ya kweli. Na kwa sababu tunataka kukuona ukifanikiwa, tumekuandalia ofa maalum. Thamani halisi ya maarifa yote yaliyoko kwenye mwongozo huu ni shilingi 95,000. Lakini leo, kwa ajili yako unayetazama sasa hivi, hutalipa kiasi hicho. Utapata kwa shilingi 29,000 tu. Ni punguzo kubwa ambalo halitajirudia. Lakini subiri, kuna lakini moja. Ofa hii sio ya kila mtu. Ni kwa ajili ya watu 99 tu wa kwanza watakaochukua hatua haraka. Mtu wa 100 atakayekuja atalazimika kulipa bei kamili ya 95,000. Hii ni kwa ajili ya wale walio serious na wanaotaka mabadiliko kweli kweli. Nasikiliza, ili kuondoa mashaka yote, tunakupa dhamana yetu, money back guarantee. Chukua kitabu, kisome. Kama hutajifunza kitu kipya, hata kimoja tu, chenye thamani ya kukuongezea pesa, tuambie. Tutakurudishia pesa yako yote. Shilingi 29,000 yako yote, bila kuuliza swali hata moja. Hatari yote ni yetu, wewe huna cha kupoteza. Basi, cha kufanya ni rahisi. Chukua simu yako sasa hivi, nenda M-Pesa, tuma shilingi 29,000 kwenda namba 0763071007. Jina ni Daudi Mwakalinga. Ukisha tuma, piga picha ile meseji ya uthibitisho na uitume kwa WhatsApp kwenye namba hiyo hiyo. Mara moja, ndani ya dakika chache tutakutumia kitabu chako kwa njia ya PDF. Kabla hujaenda kufanya malipo, nina swali moja kwako. Kwa uaminifu kabisa, kati ya yale makosa tuliyojadili, kupuuza udongo, ile vita ya machipukizi, ni kosa gani limewahi kukugharimu wewe zaidi? Tuambie hapo chini kwenye comments. Na bila kusahau, bonyeza subscribe ili usipitwe na uchambuzi mwingine kama huu. Usisubiri kesho, chukua hatua sasa hivi.